mpaka Joshua alipoijua njia ya kwenda Kanaani. Kwa sababu wangekufa kama Joshua alijua njia ya Kanaani, wale watu wangekufia jangwani. Kuna watu hawapaswi kufariki ni mpaka walio nyuma yao wamejua njia. Na leo nimemwambia Bwana, sitaondoka mpaka walio nyuma yangu wanaijua njia ya kupita. Wanaijua njia. Wewe usipojua njia. Niliwahi kusikia kisa kimoja cha mzee mmoja wa Kigoma. Alikunywa dawa za kutokufariki mapema. Ushaona wale wazee wanamwaga wafana. Yaani anakuwa miaka 120 afu. Miaka 130 afu. Wanamezana mbegu sasa kuna mtu anamezana kwa afu. Sema afu. Angalia kanisa. Anawatesa anajinia tu hapo. Haondoki. Anahema miaka 40 anahema tu. Atembei na mwandika diwani atembei yuko hapo na afariki. Kaloa kachomoka. Na mimi nimwambia Bwana, kama kuna mbegu hizo, si unipe na mimi hizo mbegu. Nisiondoke mpaka aje tunajua njia ya kupita. Hata kama kuna bwana njia ya kitandani, lakini mwambie tu njia hiyo. Kama inawezekana, hiyo mbegu kama iko duniani, asijaki si mbinguni hiyo mbegu. Haleluya kanisa. Na mimi Mungu nimewezesha hiyo mbegu ili gifti asija akakosea njia ya kupita. Haleluya. Sema amen. Sio mnisikia hapo na Mungu. Ninaifurahia siku yangu. Lakini mimi ni kati ya watu nafurahia uumbaji wangu. Uumbaji wa Mungu ameweka ndani yangu. Mimi ni kati ya watu ambao ninamshukuru Mungu kwa kila kitu alichoamua kwenye maisha yangu. Mimi ni mtu ambaye ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya mazingira ambayo Bwana aliruhusu nizaliwe. Mimi ni mtu ambaye sijawahi kumlaumu Mungu kwa lolote kunihusu, kwa sababu hata kuja kwangu hakukuwa ni matokeo yangu, ni matokeo ya yeye. Haleluya kanisa. Hebu msitafikia hapo. Unamlaumu nani? Wewe unamlaumu nani? Baba yako? Mama yako? Mwambie unamlaumu nani? Haleluya. Sema amen. Mwambie unamlaumu nani? Kwani ulipeleka barua ya maombi? Haleluya kanisa. Hivi kwa mfano, mtu akatokea hapa ghafla tukasema ninakuajiri leo. Ninakuajiri leo unaenda kuwa waziri wa mambo ya ndani. Ukiwa pale unataka kusemaje? Sasa tumwambie yule mtu asante kuchagua. Sio jamani? Kwa sababu sio kama uliamua na hujapanga wala hujaomba. Sio jamani? Umejikuta uko pale. Sawa mimi na kanisa. Wangapi walijikuta kama mimi wako pale? Au nyoa zangu nilipeleka maombi. Sasa mimi pekee sijui. Labda mimi nilipeleka maombi. Mama Mazaro nilipeleka maombi mapema kwa Mungu. Ulipeleka maombi yakati? Ulipeleka maombi lini? Kavako ulipeleka maombi. Haukupeleka, ulijikuta umezaliwa. Sasa kwa nini usimrudishie Mungu utukufu na heshima? Ukamwambia Mungu ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Ninakushukuru kwa sababu ya kila kitu kwenye maisha yangu. Sema amina kanisa. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Leo nataka tumshukuru Mungu, lakini pia nataka tuombe maombi machache. Maombi machache. Sema amina kanisa. Maombi tutayaongoza, tutaomba pamoja na ninyi. Haleluya kanisa. Tutaomba pamoja na ninyi, tumwambie Bwana. Sema tumwambie Yesu. Haleluya kanisa. Labda niwaambie kabla kumwambia Yesu. Mimi ni kati ya watu ambao nimejipata kwenye eneo la ufalme. Nielewa ninachosema. Umesikia sawa fika? Mimi ni kati ya watu ambao nimejipata kwenye eneo la ufalme. Kwa hiyo kuna kujipata maisha, afu kuna kujipata kwenye eneo la, yaani mimi kuna kisigi nilikibonyeza, nimekipatia. Kuna watu mpaka sasa mnapapasa maisha yenu kwenye baada ya ufalme. Yaani mna kwamba nibonyeze kipi kinionyeshe mimi ni salafu na nani. Haleluya. Haleluya. Unaona neno sasa. Mimi ni kati ya watu ambao namshukuru Mungu kile Mungu aliweka ndani yangu nimekichungulia na nimekiona na ninakiishi. Sema amina kanisa. Na ndio maana kwenye hii njia ambayo inapita wala sina wasiwasi nayo, kwa sababu ninajua njia yenyewe inapita ikoje.
kwa sababu kila kitu kiko wazi. Sema amina kanisa. Kiko nini? Kiko wazi. Lakini najua kuna watu mpaka dakika inapoongea sasa wanasherehekea birthday 7, birthday 50, birthday 40, birthday 20, lakini bado hawajapatia button ya kubonyeza ili wajue kwa nini walizaliwa. Nataka leo uniungamanishe na neema hii ya upako huu katika ulimwengu wa roho, kumwambia Yesu, na mimi nataka nikipatie kile kibata, nikibonyeze maisha yako yaweze kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Sema mimi na kanisa. Siongelee ulimwengu wa mwili. Ngoja nikuonyeshe kitu. Ngoja nikuonyeshe kitu cha kiroho. Ni makosa makubwa sasa rafiki kufikiri kwamba kuna jambo lolote linaweza kukujia kabla hujajua kwenye ufalme kwa nini kiweko juu yako. Haya ni makosa makubwa sana. Na ndio maana unakuta kuna watu wako na kazi, wako na mishahara, wako na nafasi nzuri, wako na ndoa, lakini kuna vitu haviendi sawa, kwa sababu chochote unachokipata nje ya kusudi kinakuletea mtihani, kinakuletea maumivu. Niamini mimi ninachokwambia, kama utampata mwanaume press nje ya kusudi, wewe una uhakika uandae vitenge vya kufutia machozi. Ndio nakwambia, andaa leso za kutosha za kutembea kwenye begi yako ndogo. Kila unapotembea uandae hizo leso za kufutia machozi. Kama utapata mke au mume nje ya ile kusudi uliokuwa nalo, wewe una uhakika, nachokwambia. Watu watakushangilia siku ya harusi, watakufupa na kanga, watakupa na vitenge, watakupa na vyombo, watakupa na nyumba, na wengine watakupa na kiwanja, nimekupa na upanga. Lakini mwisho wa siku, kwa sababu hicho kitu kimepatikana nje ya kusudi la Mungu, utajikuta kinakuletea maumivu. Kama ni gari, unajikuta inakuua. Kama ni nyumba, unajikuta nyumba hiyo inawaka moto, ukiwa ndani unateketea ndani huko ndani, kwa sababu tu ulikipata nje ya kusudi. Na ndio maana ukisoma hizo baraka ya Mungu haiambatani na huzuni. Tafsiri yake ni kwamba chochote kinachotokana na kusudi la Mungu ndani yako hakibebi na huzuni, hakibebi na maumivu, hakibebi laana. Sema mimi na kanisa. Tamanio langu leo tumwambie Bwana, nataka kugusa lile kusudi lako, kwa sababu kwenye kusudi lako kuna kila kitu. Sisi tunasoma ufundi, kuna kitu kinaitwa toolbox. Toolbox ni full package ya mtu anayetakiwa kufanya kazi ya ufundi. Anatakiwa kuwa na vitendea kazi vyote, yaani full package. Sasa wewe ulipozaliwa Agata, haukuumbwa tu, uliumbwa na full package. Uliumbwa na nyumba, uliumbwa na mume, uliumbwa na watoto, uliumbwa na kazi, uliumbwa na heshima, uliumbwa na utukufu, uliumbwa na kibali, uliumbwa na kila kitu cha zamani. Na ndio maana angalia, hata wakati Mungu anampa mwanamke alipoona Adamu yuko mpweke, Mungu akufinyaga, alimtoa huku kwenye akiba ya kusudi lake. Alimtoa kutoka ndani, nenda kamsaidia mwenzio nje. Sasa kuna wakati tujitoe vitu kwenye kusudi letu, tuviweke vitusaidie. Kwa mfano, ukipata gari kwenye kusudi, hilo gari sio kwa ajili ya misele, ni kwa ajili ya umelitoa ndani liweze kusaidia kusudi. Ukipata mke si kwa sababu ya starehe ya mapenzi tu, lakini yupo kwa sababu ya atoke ndani ili akusaidie kwenye kusudi la Mungu. Ukipata watoto, wale watoto sio kwa ajili ya furaha ya maisha yako tu, wameletwa ili kusaidia ile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Unaelewa? Naomba tusimame.